michezo mingi inafanana kwenye aina ya ushangiliaji na vitu kama hivyo, lakini kwa nilichokiona kwa upande wa golf ni kana kwamba unatofautiana na mpira wa miguu au mpira wa kikapu na vitu kama hivyo. Kule kwenye mpira wa miguu utaona watu wanapiga mdedea, wana nyimbo zao, wana vitu vya aina hiyo, lakini kwenye golf inaonekana ni kama vile mchezo wa kimya sana. Kimya kina maana gani? Kimya kile, mchezo wa golf unapocheza, cha kwanza hata simu, mtu anayeruhusiwa kutembea na simu ikawa iko on ni daktari, aidha mkuu wa majeshi. Wale ni watu maalum wa vitengo maalum. Unapoingia kucheza uwanjani nataka uzime simu yako. Kwa nini? Ni kwa sababu mwenzio anaweza kuwa anapiga mpira, yuko kwenye target, yuko kwenye focus yake. Wewe simu ikiita vuruga kichwa chake. Yeye ashakuwa anarudisha fimbo, ule mkwaju wake apige mpira. Simu yako ikimconfuse mpira hautoenda sehemu aliyotaka. Kwa hiyo lazima mzime simu. Lakini wanaeruhusiwa kuwa na simu wanaweka silence, lakini itaita ni hao daktari na hao wakuu wa nchi. Na hao tena ikiwa wanacheza au na wao ndio wanakuwa ni sehemu ya mashabiki wakati wanacheza, wale wanaruhusiwa simu zao kuwa on. Ni anaweka tu silence. Lakini kimchezo huu hautaki bugudha. Sasa hamasa ya ushabiki, hao mashabiki na wao wana nafasi yao kwenye kunogesha nafasi wanayo. Kwenye mashindano makubwa ukiona kimataifa, kuna marefali wanatembea na kibao kimeandikwa silence. Kile kibao pale wanapoanza kupiga mipira wachezaji wa golf anakiinua juu. Wale wachezaji golf mashabiki wote wanajua sasa sio muda wa kuongea. Tunyamaze. Ikishapigwa tu mpira, wale washabiki ni wachezaji wanajua. Sasa ndio wanapiga makofi. Anapoingia mwingine tena kupiga wanakaa kimya. Ukipigwa mpira uenda vizuri tena wanapiga makofi. Kwa hiyo ni mchezo mmoja wa kistaarabu sana. Hautaki makelele kila mahala. Mtu anapocheza unakaa kimya. Akishapiga maongezi yanaendelea. Ili kumshawishi kijana ukubali mchezo huu na iwe ni kawaida kama mpira wa miguu, utamwambia mambo gani ya msingi ambayo hayo yatakuwa ni sehemu ya kumshajihisha yeye na akakubali kuingia katika mchezo huu? Mchezo huu unawafundisha maadili kwanza. Mchezo huu unataka ukweli, alafu mazingira yake ya ukiwa na muda baada ya shughuli za nyumbani na nini, mtu anayekuja kucheza golf anafundishwa maadili sana. Kwa sababu mchezo wa golf ni wa watu waaminifu. Kuna mazingira ya kubadilisha nguo na nini, mtu anaacha vitu vyake vya muhimu pale. Hakuna mtu ambaye atachukua. Iwe wallet, iwe ni nini. Wachezaji golf popote pale duniani wanaaminika. Wanaaminika. Hakuna mambo ya wizi. Mambo ya wizi, mambo ya golf hakuna. Na ndio maana kuna taratibu zao kwenye klabu zao, wanasema members only. Sasa wasiyejua, sio kwamba mtu uko na uwezo wa kulipia wanachama utaingia. Hata kama huna uwezo kulipia wanachama, unataka kuingia day visitor, kuna pesa yao ndogo utakulipisha, utaingia. Na ulinzi wao wanajichunga wenyewe, security yao ni nzuri. Sababu kuna watu wa aina nyingi, wakubwa na wadogo. Kwa hiyo usalama unakuwa mzuri zaidi. Sawa. Unaweza kusema sisi tumeshafikia kiwango cha kuwa na utalii wa mchezo wa gofu, au bado kama Zanzibar kuna baadhi ya maeneo tunasuasua? Kwa mchezo wa gofu tunahitaji mwekezaji, tupate hata viwanja vitatu kwa upande wa Zanzibar, sababu hii ni sehemu ya watalii wengi. Na uwanja wa gofu uzuri wake ni tofauti na uwanja wa pichi ya mpira miguu, kwamba wote umekaa ni mita 100 flat. Gofu ni viwanja vya design tofauti. Kwa hiyo ni kichwa cha mtu utaalamu namna ya kukicheza. Kwa hiyo haya tunayoyaona haya ni mbinu, sio kama tulikuta hivi. Hii imetengenezwa, vimedesigniwa tofauti. Kwa hiyo wanapokuwa tu viwanja viwili vitatu, tutaongeza watalii. Wakija hawatotaka kucheza kiwanja kimoja. Sawa. Watataka wacheze viwanja tofauti. Na wakati huo wakishindana. Na kila mmoja aonekane amemfunga mwenzie kwenye kiwanja kipi. Tukiongeza viwanja tunaongeza utalii. Viwanja vya gofu vinavuta watu. Tunapata wageni kutoka Nigeria, tunapata wageni kutoka Nairobi, tunapata wageni kutoka Zimbabwe, South Africa. Wageni hao wanapoona viwanja vizuri na wakitoka hapa wakasema kiwanja ni kizuri, basi wanaita wageni wengine, wanapanga timu zao kule, wanakubaliana bwana twendeni
Zanzibar tukacheze golf, wengine wanatoka Kenya wanakwenda Dubai. Kwa hiyo viwanja vinaleta utalii.